6 kati ya 10 wamehusika na visa vya kuavya mimba humu nchini. Kwa mujibu wa ripoti ya hivi punde, wanawake hao ni walio kwenye ndoa, walioelimika na ambao wamewahi kupata watoto. Esther Gashunga anaarifu zaidi kutoka kwenye makala ya afya yako Jumatano ya leo. Utafiti huo uliofanywa kati ya mwezi Aprili mwaka 2023 na Mei mwaka 2024 na Wizara ya Afya kwa ushirikiano na mashirika ya kibinafsi ulifichua kuwa karibu wanawake 800,000 nchini walitoa mimba kwa hiari yao. Utafiti huo ulionyesha kuwa wengi wa wanawake waliopokea huduma za baada ya utoaji mimba walikuwa na umri wa kati ya miaka 25 hadi miaka 34, ambao ni 41.8%. Wakristo pia waliongoza na 91%, walio kwenye ndoa au wanaoishi na wapenzi wakiwa ni 78.6%, na hatimaye walio na elimu ya hadi sekondari wakiwa 37%. Takriban 66% walikuwa wamewahi kuzaa hapo awali, huku 29% wakiwa wamewahi kupata zaidi ya mimba 4 maishani. Isitoshe, utafiti huo uliashiria kuwa visa hivi vimekithiri katika maeneo ya kati na Nairobi, yakifuatwa na Nyanza, magharibi mwa nchi, mashariki, pwani na kaskazini magharibi. Rais wa chama cha madaktari wa afya uzazi nchini amekiri kushuhudia visa hivi, akivitaja kuwa jambo la kuhuzunisha mno. Kuna wakati ambapo nilikuwa nimeshika ile inaitwa duty, na kwenye wodi moja kulikuwa na wanawake 5, na wote walikuwa wameolewa, wote walikuwa na watoto 2, 3, mmoja alikuwa na watoto 4, mwingine alikuwa na watoto 6, na wote walikuwa wameavya mimba kwa njia ambayo si halali, na wote walikuwa wamepata complications. Kwa hivyo sidhani kama hii ni jambo ambalo ni la siri. Ni kitu ambacho kinafanyika na sio kitu kizuri. Ingawa sheria imeharamisha uavyaji mimba nchini, imekataa katika kifungu cha 26 cha katiba, Daktari Omanwa akisema mtu ajikatie kauli na kuchagua njia iliyomwafaka. Sheria haizi kukufuata. Kwa hivyo hii nafikiri ni kauli ya mtu tu, yeye kujikatia kauli, anasema mimi niko katika haya mazingara ya ndoa na kuna vitu fulani ambavyo siwezi kuvifanya. Idadi hii imeongezeka ikilinganishwa na ripoti ya uavyaji mimba iliyofanywa mwaka 2012 ambayo ilionyesha visa vya kina mama karibu 500,000 ndio walijihusisha na utoaji mimba kwa njia isiyo halali. Kitu cha kwanza ni ile stigma. Kwa hivyo wanaogopa kuwekwa ile alama kwamba huyu alikuja na yeye alikuwa amepata mimba na mtu ambaye na mume ambaye sio mume wake. Kwa hivyo ile stigma. Cha pili nafikiri ni kuhusu uchumi. Mjadala ambao umeibua hisia sio haba kutoka pembe zote. Mtandaoni walikuwa na mengi ya kusema. Ina uwezekano kwamba kuna kitu ambayo wanaficha. Especially ndani ya ndoa unapata kwamba mwanamke anafanya kazi lakini ako na mahusiano na bosi yake. So wakati anashika mimba kwa bahati mbaya, anashindwa kuelewa hii mimba ni ya nani. Another thing ni kwamba umaskini umechangia sana wanawake kutoa mimba. Mipango ya kando maybe, or mostly the husbands are not responsible. Kiangalia kama ni mambo ya kwenda kuzaa, maternity, the bills these days are very high. Wanawake wa Kristo wakiwa mstari wa mbele kulingana na ripoti hii. Faith ya siku hizi ni formality tu. Ile the fear of God, it no longer exists. Mtu ako na ushirikiano na mchungaji wake, mwingine ako na ushirikiano na hao wapiga vyombo. Mapendekezo ya ripoti sasa yakisema kuwa ipo haja ya kuhamasisha jamii kuhusu mbinu za kupanga uzazi ili kupunguza visa hivyo ambavyo wakati mwingine huhatarisha maisha ya mama. Pia wanaume tusichangie watu kutoa mimba. Acha kwamba wakati mtu anakuambia, hata kama ni girlfriend anakuambia ako na mimba, ni jaribu kumsikiza na uone ni wapi unaweza msaidia. Kuavya mimba kwa njia ambayo sio halali inachangia vifo vya kina mama ambao wajawazito, na takriban inachangia vifo kama 13% ambayo ni kubwa sana. Esther Gashunga, NTV.
Asante sana daktari wetu